Katika dunia inayobadilika kila siku, kuna nguzo 4 zinazosimama imara. Mazingira tunayalinda, usawa tunaujenga, ubunifu tunauanzisha, na elimu tunairithisha. Hiki ni kipindi kinachounganisha mawazo, watu na vitendo kwa maendeleo ya kweli. Nguzo 4. Mtazamaji, bila shaka hujambo, na moja kwa moja ni kualike katika kipindi cha Nguzo 4. Na kwenye kipindi cha Nguzo 4 wiki hii na keti pamoja na mhandisi wa maji kutoka NEMKI James Lioba pamoja na afisa mazingira kutoka NEMKI Neema Mkumbo, ambapo tunazungumzia kwa pamoja kuhusiana na umuhimu wa utunzaji wa mazingira katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Nikujuze tu kwamba utunzaji wa mazingira ni nguzo muhimu sana katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Mimi ni Mindi Joseph, na moja kwa moja ni waalike hapa wadau ambao niko nao hapa leo katika kipindi cha Nguzo 4, na tunajadili kwa pamoja. Nafasi ya kushiriki nasi pia unayo mtazamaji, popote pale ambapo unatufuatilia vyema kabisa kupitia kipindi cha Nguzo 4. Neema, habari yako kwako? Salama, habari za mchana? Ni njema kabisa. Habari ya majukumu? Njema kabisa. Karibu sana kwenye kipindi cha Nguzo 4. Asante sana. Sawa, lakini pia niko na James Lioba. Habari yako kwako mhandisi? Njema kabisa. Habari ya majukumu? Nzuri. Ndio. Niwaalike hapa kwa pamoja, na moja kwa moja nianze kuzungumza na afisa mazingira Neema Mkumbo kutoka NEMKI. Na kwa kuanza tu, pengine nianze kwa kufahamu kuhusiana na utunzaji wa mazingira. Una umuhimu gani katika maisha ya binadamu kwa ujumla? Atupe ufafanuzi pia tuweze kufahamu. Asante sana ndugu mtangazaji. Utunzaji wa mazingira ni muhimu sana katika maisha ya binadamu kwa sababu hutupatia mahitaji ya kimsingi kama hewa, kutupatia hewa safi, chakula, makazi na malighafi zitokanazo na mazingira. Lakini pia utunzaji wa mazingira bora hutujengea afya bora kwa sisi binadamu pamoja na viumbe vingine. Okay. Na pengine NEMKI ina jukumu gani katika kulinda mazingira nchini? Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira lina jukumu la kutunza na kusimamia mazingira kutokana na taratibu zilizowekwa. Kwa mfano, majukumu yake ni pamoja na kupitia na kushauri tathmini za athari za mazingira, kutoa elimu ya kimazingira, lakini pia kuchukua hatua kwa wale watu ambao wanaharibu mazingira, wanakiuka taratibu za utunzaji wa mazingira. Na ni madhara gani hujitokeza pale ambapo mazingira yanapoharibiwa? Mazingira yanapoharibiwa, madhara mengi ambayo tunayapata, hususani magonjwa yanaongezeka, uhaba wa vyakula kwa sababu ardhi zinakuwa imeshaharibika, huwezi kulima tena, ama ukosefu wa mvua. Ndio madhara ambayo yanatokana na uharibifu wa mazingira. Nataka nifahamu kuna uhusiano gani kati ya uharibifu na mazingira? Uharibifu wa ukataji, kwa mfano, uharibifu wa mazingira tukizungumzia katika upande huo ni uharibifu ambao unasababishwa na ukataji miti, uchomaji hovyo wa misitu, utupaji wa taka ambao inapelekea gesi chafuzi kwenye anga na kusababisha joto kwa ongezeko kubwa sana. Kiasi cha joto linakuwa kubwa ambalo linaleta madhara kwa mimea pamoja na maisha ya kibinadamu kwa ujumla. Tumekuwa tukiona kuna hamasa kubwa ambayo imekuwa ikifanyika kwa jamii kuhamasishwa katika utunzaji wa mazingira. Pengine nifahamu kwa nini jamii hamasishwe kushiriki katika utunzaji wa mazingira? Jamii ni muhimu kuhamasisha kwa sababu jamii ndio watumiaji wakubwa katika malighafi za kimazingira. Kwa hiyo endapo watapata elimu, itawasaidia kuwabadilisha tabia zile mbaya ambazo zinachangia kuharibu mazingira, lakini pia husaidia kujenga uelewa pamoja kwa ajili ya kutunza mazingira pamoja na hali za kimazingira katika kuwa ubora wake. Utunzaji wa misitu una mchango gani katika ustawi wa mazingira? Utunzaji wa misitu ni muhimu kwa sababu unapotunza misitu katika kiwango ambacho kinahitajika,
misitu inatupatia hewa safi ambayo inasaidia kunyonya zile hewa chafu na kutupa hewa safi katika maisha yetu, lakini pia misitu ikiwa mingi inasababisha mvua ikanyesha kwa wingi. Nguzo 4. Sawa, asante sana. Ni afisa mazingira kutoka NEMKI, Neema Mkumbo, tumezungumza naye hapa, lakini pia upande wangu wa kulia niko na mhandisi wa maji kutoka NEMKI, James Rioba. Pengine nifahamu NEMKI ina jukumu gani katika usimamizi wa rasilimali za maji? Asante ndugu mtangazaji. Ni kweli NEMKI tuna jukumu kubwa kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vinatunzwa kwa usalama. Ukiangalia NEMKI ina taratibu, miongozo, kanuni, sheria ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vinaendelea kutunzwa. Lakini pia NEMKI kama NEMKI ina jukumu la kufanya kaguzi kwenye vyanzo vyetu vya maji ambavyo hasa ndo vyanzo vikuu vinavyonywesha wananchi, lakini sio wananchi tu, hata mifugo, mimea, na kuhakikisha kwa ujumla kwamba mazingira yanakuwa endelevu na vyanzo vya maji vinakuwa haviharibiwi. Kwa hiyo NEMKI inahusika kwenye mambo mengi, hasa kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vinaendelea kuwa endelevu. Pengine utunzaji wa vyanzo vya maji una umuhimu gani kwa jamii? Utunzaji wa vyanzo vya maji una umuhimu kwa jamii kwa sababu tunajua kabisa kwamba maji ni uhai. Maji ni afya, na bila maji pengine maisha yanaweza yasiwepo. Kwa hiyo vile vyanzo vya maji ambavyo tunajua kabisa ndio vinaendelea kutupa uhakika wa uendelevu wa maisha kwenye sehemu yoyote ile. Kwa mfano maji ya kutumia binadamu, maji ya kutumia wanyama, lakini pia hata maji ya mimea. Yote hayo yanatokana na utunzaji wa vile vyanzo, kwa maana kwamba vile vyanzo visipotunzwa vizuri tunaweza kutegemea madhara makubwa yanaweza kutokea, ikiwemo kukauka kwa vile vyanzo. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kutunza vyanzo vya maji, kuhakikisha kwamba binadamu wanaendelea kupata maji tosherevu kwenye maisha. Shughuli za kibinadamu zinaathiri vipi vyanzo vya maji? Shughuli za kibinadamu zinaathiri vyanzo vya maji. Zinaathiri kwa sababu naweza nikatolea mfano. Kwa sasa hivi sisi kama Watanzania, hasa kwa nchi yetu, vyanzo vya maji tunavyovitegemea ni vya aina tatu. Kwanza tunategemea maji ambayo yanatokana na mvua, lakini pia tunategemea na maji ya mito na maziwa na bahari ambayo ni maji ambayo tunaita ni surface water, lakini tunategemea maji ambayo yako chini ya ardhi, underground water. Sasa kwa mfano tuchukulie sehemu ambayo kuna viwanda vingi au kuna uchafuzi wa maji ambao unaweza kusababisha sumu au zile kemikali zikaenda chini ya ardhi, tunaweza tukaharibu yale maji ambayo maji hayo ndo tunategemea kwa kiasi kikubwa kutumia. Vyanzo vya maji kwa mfano mito, maziwa, tunajua kabisa kwamba uchafuzi wa mazingira wa vyanzo vya maji unaweza kuleta madhara makubwa kwenye maji. Kwa hiyo uchafuzi, shughuli za binadamu, kwa mfano kilimo holela pembezoni mwa mito au mwa vyanzo vya maji, kwa mfano tuchukulie shughuli za kimadini, shughuli za uvuvi haramu ambao vinatumia kemikali, vyote hivyo vinaweza kuharibu vyanzo vya maji ambavyo kimsingi ndivyo tunavitegemea kwa ajili ya kuendesha maisha yetu. Pengine mabadiliko ya tabia nchi yanachangiaje katika upungufu wa maji? Ni kweli ndugu mtangazaji, mabadiliko ya tabia ya nchi yanachangia sana kwenye upungufu wa vyanzo vya maji. Kwa mfano tunavyosema mabadiliko ya tabia ya nchi, tunaweza tukaenda kwa upande wa ongezeko la joto. Kunapokuwa na ongezeko la joto, tutegemee kwamba vyanzo vya maji kuna uwezekano mkubwa kwamba vinaweza vikakauka, na tumeshuhudia kwenye nchi yetu kuna wakati wa kiangazi ukitokea, unaweza ukaona hata baadhi ya mito inashusha maji. Kiwango cha maji kinapungua, lakini maji ya ardhini yale ambayo tunachimba visima, kuna baadhi ya maeneo ambayo ilikuwa zamani ukichimba maji ukichimba mita 15 mita 20 maji umeyapata, lakini maeneo mengine unakuta lazima uende hadi mita 100. Kwa nini uende mita 100 wakati kipindi cha nyuma ulikuwa unachimba mita 15 unayapata maji? Joto limeongezeka, underground water imeshuka chini, kwa ile water table unakuta imeshuka. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mabadiliko ya tabia nchi kuna namna yanachangia kupungua kwa vyanzo, kupungua kwa maji ya kutumia kutokana na vyanzo vyake. Na NEMKI inachukua hatua gani kudhibiti uchafuzi wa maji kutoka viwandani? NEMKI ina hatua ambazo inachukua, na pengine naweza nikathubutu kusema kuwa isingekuwa NEMKI hali ingekuwa mbaya zaidi, kwa sababu maji yanayotiririshwa kutoka viwandani
NEMC kama NEMC kuna sheria ambazo zipo zinazotuongoza, sheria ya mazingira, lakini hasa inakuwa inawanisha na sera ya maji. Kwenye wizara yetu ya maji tunaangalia kwamba yale maji ambayo yanakuwa yanatoka kwenye viwanda, tunahakikisha kwamba yale maji yanakuwa ni salama, kwamba yametibiwa vizuri, hata yakiwa discharged kwenye mazingira hayaendi kuharibu mazingira, kwa sababu ni maji ambayo yanakuwa tunahakikisha kwamba yametibiwa na yanakidhi viwango kabla hayajaenda kuachiliwa kwenye mazingira. Kwa hiyo viwanda vinasimamiwa vizuri kuhakikisha kwamba maji wanayoyatoa ni maji ambayo hayatakuwa na madhara kwa binadamu. Nguzo 4. Sawa, mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, unatazama kipindi cha Nguzo 4 na ambao umetoka kumtazama hivi punde tu ni mhandisi wa maji kutoka NEMC James Rioba, na kwa pamoja pia tunazungumzia kuhusiana na umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Niko pia na afisa mazingira kutoka NEMC Neema Mkumbo. Pengine Neema, nifahamu pia uchafuzi wa hewa unaathirije afya za wananchi? Uchafuzi wa hewa husababisha matatizo ya mfumo wa upumuaji, hivyo husababisha magonjwa kama kupata pumu, vikozi sugu pamoja na saratani ya mapafu. Lakini pia unaweza kuathiri macho, ngozi pamoja na moyo. Watoto waathirika wakubwa wanakuwa na watoto, wazee na watu wenye magonjwa sugu kama wanakuwa hatarini zaidi. Na ni kwa namna gani taka ngumu na maji huathiri mazingira? Ni taka ngumu endapo zisipodhibitiwa zenyewe huwa zinachangia kuziba mifereji ile, kwenye mifereji ambayo inapitisha maji ambayo inaenda kwenye mikondo ambayo inatakiwa kusafirisha kwenda kwenye mito. Sasa isipodhibitiwa ile inaziba mifereji na kusababisha mafuriko katika maeneo ya makazi ya watu, lakini pia huvutia wadudu wanaoeneza magonjwa, lakini pia kusababisha magonjwa katika binadamu. Okay, na NEMC inachukua hatua gani dhidi ya wanaoharibu mazingira? NEMC hufanya ukaguzi pamoja na ufuatiliaji wa miradi na shughuli mbalimbali. Wanaokiuka sheria huwa wanachukuliwa hatua kama vile kupewa maonyo, kulipa faini na kufikishwa mahakamani. Lakini pia NEMC inaweza kuzuia ile shughuli ambayo au kuisimamisha isiendelee na majukumu yake mpaka pale itakapo rekebisha yale makosa ambayo yanasababisha uharibifu wa mazingira. Na kwa upande wa sheria za mazingira zinasaidiaje katika kulinda rasilimali za asili? Sheria za mazingira zimeweka wazi miongozo na matumizi sahihi ya rasilimali kama maji, misitu pamoja na ardhi na madini ili kuzuia uharibifu holela na kuhimiza matumizi endelevu na kutoa adhabu kwa wanaovunja sheria. Okay. Tunafahamu pia kwamba palipo na mafanikio lazima changamoto ziwepo. Ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo katika kusimamia masuala ya mazingira? Changamoto ambazo tunakutana nazo ni pamoja na uelewa mdogo wa jamii kuhusu mazingira, lakini pia ukuaji wa miji na viwanda ambavyo havijafuata mpangilio katika maeneo ya makazi, labda kuna viwanda vinasababisha hizo changamoto, lakini pia mabadiliko ya tabia nchi yanayoongoza. Wanasema kuna kizazi cha sasa na kijacho. Elimu ya mazingira ina umuhimu gani kwa kizazi cha sasa na kijacho? Elimu ya mazingira ina muhimu kwa sababu inawajengea uelewa wa jamii namna ya kutumia matumizi bora katika mazingira, kwa sababu ili kuweka uwajibikaji na kulinda mazingira ili asiweze kuharibika kwa ajili ya matumizi ya sasa hivi, na kizazi kijacho watakapokuja basi wakute mazingira yapo katika ubora wake. Okay, na pengine tunaweza tukasema maendeleo ya viwanda yanawezaje kwenda sambamba na utunzaji wa mazingira? Asante ndugu mtangazaji. Viwanda vinaweza kulinda mazingira kwa kutumia teknolojia safi ambayo haiwezi kuharibu mazingira. Kwa mfano, labda zile trapu za kuvuta moshi usiende kule angani, lakini pia utiririshaji wa maji taka ambayo yanatoka viwandani yanaweza kutibiwa kabla ya kwenda kumwagiwa kule sehemu husika ambayo itakiwa kwenda kumwagiwa. Kwa hiyo ikitumika teknolojia salama
katika matumizi bora tunaweza kuzuia uharibifu wa mazingira kwa namna moja ama nyingine. Na wananchi wana wajibu gani katika kulinda mazingira? Wananchi wana wajibu wa kutunza mazingira kama vile kutupa taka sehemu sahihi, kupanda miti na kuitunza vizuri, kuepuka kuchoma taka ovyo, lakini pia kutunza vyanzo vya maji, kwa mfano kulima karibu na vyanzo vya maji vile vinapelekea kuasili rasilimali kama za maji kupungua au kuchafuka zaidi na kuleta madhara. Nguzo 4. Sawa, mtazamaji, tunazungumza hapa kuhusiana na umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Umetoka kumtazama afisa mazingira kutoka NEMC Neema Mkumbo, na niko pia na mhandisi wa maji kutoka NEMC James Rioba. Pengine nifahamu pia kutoka kwake, je, tathmini ya athari za mazingira husaidiaje kulinda rasilimali za maji? Ukweli ni kwamba kufanya tathmini ya athari kwa mazingira inasaidia kulinda vyanzo vya maji, kwa sababu tunajua kwamba sisi hasa kwenye nchi yetu kuna miradi mingi sana ambayo inakuwa inatekelezwa na serikali, lakini inatekelezwa na wananchi mmoja mmoja. Sasa bila kufanya tathmini ya athari kwa mazingira, unaweza kukuta pengine mradi ule unaoenda kutekelezwa unaenda kujengwa kwenye chanzo cha maji, ambapo hicho chanzo ndo tegemeo kwa wananchi husika kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ndio maana tunafanya kitu kinaitwa EIA, Environmental Impact Assessment, kuhakikisha kwamba ule mradi kabla haujajengwa hautaleta madhara na athari yoyote kwenye mazingira, hasa kwa ajili ya uharibifu wa vyanzo vya maji. Na ndio maana utaona kuna baadhi ya miradi ambayo NEMC imekuwa ikitoa mapendekezo kwamba huu mradi usifanyike kwa sababu ukifanyika utaathiri vyanzo vya maji na watu hawatapata huduma ya maji kutokana na mradi ule kutekelezwa kwenye eneo hilo. Inaweza ikawa pengine mradi wa serikali, wa mtu binafsi au shughuli za kijamii zozote zile. Kwa lazima tufanye kwanza EIA kabla ya kutekeleza mradi. Kuna shughuli ambazo zinafanyika za kibinadamu karibu na vyanzo vya maji. Pengine nifahamu athari za kukata miti karibu na vyanzo vya maji ni zipi? Kuna athari kubwa za kukata miti hasa karibu na vyanzo vya maji. Tunajua kwamba kwa wale ambao tulisoma kipindi cha nyuma huko tunaambia kwamba miti inalinda maji na miti inalinda vyanzo vya maji. Sasa ikitokea ile miti imekatwa na mwisho wa siku sasa tunajua kwamba ile miale ya jua ikipiga moja kwa moja inaenda kugonga, badala ya kugonga kwenye miti inaenda kugonga kwenye maji. Mwisho wa siku inatengeneza kitu kinaitwa evaporation, yani yale maji yanakuwa yana evaporate kuenda kwenye kutengeneza mvuke, lakini mwisho wa siku kile chanzo kinaweza kikakauka kwa haraka. Lakini kukiwa na miti, maana yake ile miale ya jua inakuwa inahiti kwenye miti, kwa hiyo inakuwa inalinda kile chanzo cha maji. Pengine usimamizi bora wa maji taka una umuhimu gani kwa mazingira? Kwa mazingira yetu usimamizi bora wa maji taka ni muhimu sana. Tunajua kwamba kwenye nchi yetu tuna mamlaka za maji ambazo kimsingi huwa zina wajibu wa kusimamia masuala ya maji taka, lakini pia hata watu mmoja mmoja. Sasa usimamizi bora tunaongelea kwamba usimamie yale maji taka yaelekezwe kwenye eneo husika lililotengwa. Kama watu wa majumbani unakuta wamechimba yale septic tank, lakini pia kwenye taasisi za serikali unakuta kuna yale tunaita water stabilization pond kwa ajili ya kutibu maji taka. Sasa vile ni vitu ambavyo ni vya muhimu kufanyika ili kuepusha yale maji taka yasije yakaingia kwenye mkondo wa maji safi na watu wakatumia wakapata magonjwa na vitu vya namna hiyo. Pengine kuna teknolojia ambazo zinatumika katika kupunguza uchafuzi wa maji? Ndiyo, teknolojia zipo, lakini sasa naweza nikaziongelea kwenye nyanja tofauti tofauti. Kwa mfano, tuseme maji ambayo ni ya bahari au maji ya ziwa au maji ya mto. Tunajua kwamba yale maji mwisho wa siku ni lazima yatumike na binadamu lazima yatumie. Sasa kwenye kuyatumia pale ndo uchafuzi huo unatokea. Kwa mfano, mtu anataka kwenda kuvua samaki kwenye ziwa. Tunajua kwamba samaki ni vizuri lazima wavuliwe ili watu wapate kitoweo, lakini tunatumia njia gani kuwavua wale samaki? Hapo ndo sasa tunakuja kuongelea teknolojia ambayo tunajua kwamba wakati wa kuvua wale samaki hatutayachafua yale maji. Lakini pia sio kwenye maziwa tu na kwenye mito hivyo hivyo. Lakini pia hata chini ya ardhi kuna baadhi ya
teknolojia za kuchimba visima ambazo tunajua kwamba tunavyokuwa tunachimba kisima tunataka tutoe yale maji safi, lakini je, tuna uhakika gani kwamba haya maji tunaenda kuyatoa ni maji salama kwa matumizi ya binadamu? Kwa hiyo kuna teknolojia pia za namna hiyo zinakuonyesha bana, chini ya ardhi hapa kuna maji ambayo pengine yana uranium au kuna maji yana madini ya namna hii. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi kukusaidia wewe mtumiaji au unataka kuchimba yale maji kujua kwamba haya maji hapa ni salama kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Nguzo 4. Nirejee kwako Neema Mkumbo, pengine nifahamu NEMC inashirikianaje na taasisi nyingine katika masuala ya mazingira? Asante ndugu mtangazaji. NEMC hushirikiana na taasisi za binafsi ama serikali yenyewe, tukizingatia serikali za mitaa. Huwa wanasaidiana katika kutoa elimu, lakini pia kujenga uelewa pamoja na utekelezaji wa sheria za kimazingira. Okay, kuna kampeni ambazo pia mmekuwa mkizifanya, zimefanikiwaje katika kuendelea kulinda mazingira? Kwa kweli tunavyoona jinsi tunavyoendelea, kampeni hizi zinatusaidia kujenga uelewa kwa wananchi, kwa sababu wananchi wanaelewa, wanapanda miti, wanatunza taka. Tulikuwa tuna kampeni ya mifuko ya plastiki, unaona. Japo hatujafanikiwa kwa ukubwa, lakini angalau imepunguza sehemu kubwa ya matumizi ya mifuko ya plastiki. Okay, wanasema dunia kwa sasa ni utandawazi, lakini pia imetawaliwa na teknolojia. Pengine teknolojia ina nafasi gani katika kulinda mazingira? Ndugu mtangazaji, teknolojia ina nafasi kubwa sana katika utunzaji wa mazingira endapo wadau au wananchi wakitumia teknolojia salama. Kwa mfano, katika uchakataji wa maji taka, yanaweza kubadilisha yale maji na yasiwe na kemikali ya kuharibu mazingira. Mwisho wake tena akarudi wakaotesha garden, wakasaidia kuotesha miti katika kumwagilia. Lakini pia kilimo ambacho unaona kinafaa kwa kutumia yale maji inasaidia kwa kutumia teknolojia. Ni kwa namna gani kilimo kisichoendelevu huathiri mazingira? Ndugu mtangazaji, kilimo kisichoendelevu huathiri mazingira sehemu kubwa sana, hasa kilimo ambacho mtu anaanzisha shamba, anafyeka hapo shamba, anakata miti, analima. Baada ya hapo anaona sijapata matokeo, anaamua tena kwenda sehemu nyingine, anaenda napo anafyeka hilo eneo, analima. Kwa hiyo unakuta sasa akiona, yani tuseme wanaita kilimo cha kuhamahama. Unaona hicho kilimo ambacho, lakini pia kutumia makemikali mengi ambayo yanaharibu ardhi, mwisho wa siku unakuta hapati matokeo sahihi. Sasa anaamua kushift tena na kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo hicho ndio tunasema kilimo kisichoendelevu. Okay. Yani kwamba anahamahama, aendelee pale pale, aboreshi ile ardhi, au mfano mbolea hizi za samadi ambazo ukiweka leo mbolea unaweza kulima hata ndani ya miaka 2 bila kuweka mbolea nyingine. Kwa hiyo ndio inakuwa ni sababu kubwa wanaita kilimo kisichoendelevu. Okay, na NEMC imekuwa ikishirikiana vipi na taasisi nyingine katika masuala ya mazingira? NEMC imekuwa inashirikiana vyema na taasisi zingine ikiwemo za kiserikali, lakini pia binafsi na taasisi za mashirika ya nje katika kutoa elimu, unaona, na kuona ni namna gani tunaweza tukaboresha hali ya kimazingira kwa maisha ya sasa na kizazi kijacho. Na uharibifu wa vyanzo vya maji unaathirije mfumo mzima wa ekolojia? Uharibifu wa vyanzo vya maji unaharibu sana mifumo ya ekolojia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu pale kuna viumbe hai wanaishi, wanategemea maji, kuna vyakula vyao mle ndani. Kwa hiyo endapo kama tutaharibu maji, tunapoteza viumbe hai ambako ni adimu sana. Kwa mfano, tulishawahi kuwa na viura kule Kihansi, wakaonekana kwamba wale viura wanapotea kwa sababu ya shughuli za kibinadamu. Okay. Unaona, vyote hivyo ni vyanzo vya maji ambavyo shughuli za kibinadamu zinaharibu. Kwa hiyo tutunze vyanzo vyetu vya maji ili kuwa na ekolojia endelevu. Okay, unatoa ushauri gani sasa kwa wananchi kuhusu umuhimu wa utunzaji wa mazingira? Kwa kweli mimi napenda kuwashauri wananchi waweze kuendelea kutunza mazingira, wasitupe taka ovyo, wasikate miti, wasichome taka ovyo. Jukumu la kutunza mazingira sio tu la mtu fulani au taasisi fulani. Jukumu la kutunza mazingira ni kila mtu anayeishi katika dunia hii anapaswa kutunza mazingira. Kwa sababu mazingira, bila kuwepo mazingira,
bora. Sidhani kama kuna mtu anaweza akaamka akawa anapumua. Tunategemea kupumua kwa kutumia hewa safi. Ukiamka tu unavuta oksijeni, ni kwa sababu mazingira yametunzwa na yanaendelea kutunzwa. Kwa hiyo mimi napenda kuwashauri jamii tuendelee kutunza mazingira kwa hali na mali hivyo, ili kwa sababu jinsi tunavyotunza mazingira yetu ndio uhai wetu sisi pamoja na vizazi vijavyo, kwa sababu maisha yetu yote tunategemea mazingira safi. Mazingira safi yanatupa maisha yenye ubora au ya afya njema, kwa sababu kama hatutatunza mazingira tutapata magonjwa ambayo yatatusababishia tuingie hasara kwenda kujitibia na nini. Kwa hiyo tutunze mazingira kwa uhai na ustawi wa maisha yetu. Nguzo 4. Pengine nifahamu kuhusiana na ujenzi holela unaathirije vyanzo vya maji? Asante mtangazaji, ni kweli ujenzi holela unaathiri vyanzo vya maji. Kwa mfano, sisi tunajua kabisa kwenye nchi yetu tuna zile idara za ardhi kwenye kila mkoa ambao wenyewe wameshapanga maeneo yao kwamba eneo hili litakuwa kwa ajili ya jengo fulani, kwa ajili ya taasisi fulani, kwa ajili ya kitu fulani. Sasa inapotokea lile eneo ambalo halijatengwa kwa ajili ya kujenga hilo kujenga mradi fulani au kuweka jengo, mtu akaenda akaweka jengo eneo fulani, kumbe hilo eneo ndio eneo ambalo linategemewa kwa maji. Tutegemee kabisa kwamba zile shughuli za kawaida za binadamu, kwa mfano mtu anapokuwa amejenga, tutegemee atachimba shimo la choo. Kwa hiyo maji taka yale pengine kuna wakati kwa sababu yuko huko amejenga, hamna mtu anayemfuatilia, anaweza akaachia hata maji taka kwenda kwenye chanzo cha maji. Kwa hiyo tayari unakuwa ni uharibifu. Ndio maana lazima wafuate taratibu kwamba unapotaka kujenga basi niwe na kibali cha ujenzi, lakini pia kama ni jengo kubwa la serikali au hata la mtu binafsi ambalo linahitaji linaingia kwenye sheria ya kufanywa tathmini athari kwa mazingira, lazima asajili huo mradi NEMKI, tumfanyie tathmini athari kwa mazingira, tuangalie eneo analotaka kujenga kama halitaathiri vyanzo vya maji. Na ni adhabu zipi ambazo hutolewa kwa wale ambao wanakuwa wanachafua vyanzo vya maji? Adhabu zipo zinazotolewa, lakini sisi kama NEMKI hatupo sana kwa ajili ya adhabu. Tupo kwa ajili ya kutoa elimu, kuelimisha na kwa kusimamia, kuhakikisha kwamba ile sheria inafuatwa. Lakini kwenye kutoa elimu kuna wakati unaweza ukakuta sasa mtu hakuelewi. Huwa kuna adhabu kama penalty, anatakiwa alipe kiasi kadhaa, lakini pamoja na hivyo anasimamishwa asiendeleze kile kitu alichokuwa anataka kukijenga pale, ule mradi wake lazima ausimamishe kwanza. Ni mpaka a comply, tunasema kwamba aweze kutimiza masharti yanayohitajika. Okay. Na unawashauri nini wananchi kuhusu matumizi endelevu ya rasilimali za maji? Wananchi kwanza kabisa natakiwa wajue kwamba rasilimali za maji tulizonazo sisi tumezirithi kutoka kwa mababu zetu, lakini pia na sisi tutaziacha kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa hiyo cha kwanza wananchi wanatakiwa kuvitunza vyanzo vya maji, waheshimu, wasiharibu vyanzo vya maji. Shughuli zile za kibinadamu za kujipatia kipato zisiendelee sana kwenye vyanzo vya maji, na kama wakifanya kwenye vyanzo vya maji basi wajitahidi kufata zile taratibu, kanuni na sheria zilizowekwa ili kuhakikisha kwamba vile vyanzo vinabaki salama kwa ajili ya vizazi vijavyo. Nguzo 4. Pengine nifahamu, je, sekta ya kilimo ina mchango gani katika uchafuzi wa maji? Ni kweli ndugu mtangazaji, kama unavyosema, sekta ya kilimo isiposimamiwa vizuri ina mchango mkubwa sana kwenye kuchafua vyanzo vya maji. Moja ni kemikali zinazotumika kwenye kilimo ambazo kimsingi zinatumika sisi tunaita ni mbolea, lakini pia ni viuatilifu vinavyotumika kwa ajili ya kupigia mazao, kuua wadudu waharibifu. Lakini hivi vyote kumbuka kwamba unavyokuwa unaviapply kwenye shamba mwishoni tunategemea kwamba kama mvua ikinyesha vinaingia chini ya ardhi, au kama ni pembezoni mwa mto au ziwa au chanzo chochote cha maji, tutegemee kwamba mvua ikinyesha inaweza ikavipeleka kwenye chanzo kwenye maji ambayo yako jirani. Sasa ukishaingia kule kwenye chanzo cha maji, tutegemee kwamba ekolojia ya vyanzo vya maji pale lazima iharibike. Kama kuna vyura kule ndani, kuna samaki, kuna vitu gani ambavyo vyote ni viumbe ambavyo vinaishi majini, vinaweza vikafa kulingana na, inategemeana na sumu ambayo imeingia kule. Kwa sababu sio kwamba kila mbolea inayotumika kwa ajili ya kukuzia mazao sio haina athari kwa viumbe vingine. Kwa hiyo kilimo kuna namna ambavyo kinaathiri, lakini
zikifuatwa zile taratibu nzuri ambazo zimewekwa kwa ajili ya kulima kilimo sahihi, na hasa wakazingatia usimamizi wa mazingira, nakwambia kilimo kinazalisha na kinaleta tija, wakati huo mazingira yanaendelea kubaki salama. Na mnashirikianaje na mamlaka za maji katika kutunza vyanzo vya maji? Nashukuru ndugu mtangazaji. Mamlaka za maji kwa kiasi kikubwa ni mdau mkubwa wa NEMC, kwa maana kwamba vyanzo vyote vya maji ambavyo vipo kwenye nchi yetu vipo chini ya usimamizi wa rasilimali za mabonde, ambayo ni mabonde ambayo yako chini ya Wizara ya Maji, lakini pia na mamlaka za maji zenyewe. Sasa tuchukulie mfano mamlaka zinazotumia vyanzo ambavyo tuchukue ni maji ya chini ya ardhi. Yale maji ya chini ya ardhi, kukiwa na itilafu yoyote ile, NEMC tunahusika kujua ni nini kimetokea. Lakini pia sio tu tunahusika kujua, kumbuka kwamba tunashirikiana kabla ya hata chochote hakijafanyika. Lazima NEMC wanashirikiana na watu wa bonde, wanashirikiana na watu mamlaka yoyote ile, iwe DAWASA, MWAUWASA, UWASA, mamlaka zote tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba yale maji ambayo yanazalishwa kutoka kwenye vile vyanzo yanaenda kwa wananchi yakiwa salama, lakini vile vyanzo haviingiliwi, haviharibiwi, vinakuwa ni vyanzo ambavyo ni tengefu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maji yataendelea kuzalishwa pale, hayatakauka. Kama ni chanzo cha maji chini ya ardhi, kama ni mto, hautakauka. Kwa hiyo NEMC tunahusika kwa namna hiyo kuhakikisha kwamba tunafanya restoration pia, sio tu kulinda, tunafanya restoration. Kama kuna sehemu ambapo vyanzo vinaelekea kupoteza uwezo, huwa tunafanya upandaji wa miti kuhakikisha kwamba vile vyanzo vinaendelea kuwa endelevu. Ndio, kwa hiyo tuna ushirikiano mkubwa sana kati ya NEMC na mamlaka za maji Tanzania. Nguzo 4. Umegusia kwamba kuna vyanzo ambavyo huwa vinaelekea kupoteza uwezo na mnapanda miti. Na ikitokea ile miti ambayo mmepanda ikishindwa kustawi, nini kinatokea? Ni kweli unachokisema, kuna baadhi ya maeneo ambayo unaweza ukapanda miti isistawi vile vile. Lakini kwa kiasi kikubwa, kama tulivyosema mwanzo hapo kwamba miti huwa walau inajitahidi kufyonza ile miale ya jua isiende kugonga moja kwa moja kwenye ardhi. Sasa maana yake kama sehemu, tuchukulie mfano hata kama mkoa wa Dodoma ambao tunajua kwamba water table kidogo iko chini kulinganisha na mikoa mingine, lakini sio kwamba Dodoma miti naamini mvua hazinyeshi kabisa. Mvua zinanyesha, lakini je, wananchi tunachukua hatua gani za kuotesha miti kuhakikisha kwamba ile miti ikiwa mikubwa, ikiwa mingi kwenye eneo, kwa mfano mkoa kama Dodoma ikiwa na miti ya kutosha, tunategemea kwamba hata mvua zile zinavyokuwa zinanyesha inakuwa inajitahidi sana kuhifadhi yale maji ya chini ya ardhi. Kwa hiyo mwisho wa siku ile water table haitashuka kwamba maji ili niyapate kwa Dodoma lazima nichimbe labda mita 110, 120 kwenda chini. Kuna baadhi ya maeneo unakuta ni Dodoma hiyo hiyo unachimba maji mita 70, mita 50, maji unayapata yako karibu. Ni kwa nini? Kwa sababu yale maeneo wamejitahidi sana kulinda vile vyanzo vya maji na kuhakikisha kwamba hamna uchafuzi wa mazingira unatokea kwenye eneo hilo. Mimi kama afisa wa NEMC ninaishauri jamii, hasa Watanzania wenzangu, kuhakikisha kwamba mazingira ambayo tunakaa yaendelee kuwa mazingira salama. Tuepuke vile vitu hatarishi ambavyo vinaweza kusababisha uharibifu wa mazingira, lakini hasa ningehamasisha watu wapande miti, waoteshe miti. Kwa sababu miaka ya nyuma huku wakati tunakuwa miti ya asili ilikuwa mingi, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ile miti ya asili inapotea, na tunajua kabisa kwamba miti ya asili inasaidia sana kutunza mazingira. Kwa hiyo watu wapande miti, hata kama nyumbani kwako eneo lako ni square mita 400, hakikisha una miche hata 400, 5 pale, unakuwa una save mambo mengi, upepo na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo watu tutunze mazingira, watu wapande miti, watu watunze vyanzo vya maji, watu walinde mazingira ambayo yanawazunguka. Nikushukuru sana. Mtazamaji, asante kwa kutufuatilia kuanzia mwanzo hadi sasa. Tunafika tamati katika kipindi cha Nguzo 4 kwa leo. Kumbuka tu kwamba nilikuwa na afisa mazingira kutoka NEMC Neema Mkumbo na nilikuwa na mhandisi wa maji kutoka NEMC James Rioba. Kwa pamoja tumezungumza hapa kuhusiana na umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Popote pale ulipo na unapoendelea kututazama, zingatia tu umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Mtazamaji, mimi ni Mindi Joseph, hadi wakati mwingine, endelea kutazama Sky TV. Katika dunia inayobadilika kila siku, kuna nguzo 4 zinazosimama imara. Mazingira tunayalinda, usawa tunaujenga,
ubunifu tunauanzisha, na elimu tunairithisha. Hiki ni kipindi kinachounganisha mawazo, watu na vitendo kwa maendeleo ya kweli. Nguzo 4.